Hujambo na karibu tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Naitwa Adam Hussein na bado tunakufahamisha mambo mengi yanayojiri ulimwenguni. Miongoni mwa yale tuliyokuwa nayo ni pamoja na rais wa Iran Masoud Pezeshkian anasema kwamba mataifa ya kigeni ambayo ni pamoja na Marekani na Israel yanatumia changamoto zilizopo nchini Iran kutengeneza fursa za kutaka kuondoa utawala uliopo, lakini wameshindwa. Rais Masoud Pezeshkian wa Iran anasema kwamba moja kati ya kazi kubwa inayofanywa na mataifa mawili, Marekani pamoja na Israel, ni kuangalia changamoto zilizopo nchini Iran na hatimaye kutengeneza mazingira ya wananchi kuichukia serikali yao, jambo ambalo hadi wakati huu limeshindwa kabisa. Ni jambo lisilopingika kwamba Israel na Marekani zinachukua fursa ya hali ya nchi yetu. Hazijafanya lolote ila kuleta matatizo kwa ajili yetu. Mioyo yao haiko kwa ajili ya Iran, Pezeshkian alisema Alhamisi katika mkutano na wasomi wa kisiasa, kijamii na kitamaduni katika mikoa ya kaskazini mwa Golestan. Rais huyo wa Iran anasema kwamba moja kati ya jambo ambalo wakati huu mataifa hayo yanafanya ni kuhakikisha wananchi wa Iran wanakuwa na utofauti na serikali yao, waichukie serikali yao, na wao wanatengeneza mazingira yote kwa kuangalia changamoto zilizopo. Kwa mfano, wakati huu ambapo kulikuwa na hali mbaya ya kiuchumi, ni Marekani na Israel zilizotumia fursa hiyo kutengeneza maandamano ya ghasia ndani ya Iran. Akizungumzia ghasia za hivi majuzi, Pezeshkian aliongeza kuwa wakati wa matukio ya hivi majuzi, Trump na Netanyahu walipiga ngoma ya maandamano. Waliona kwamba sasa ni wakati wa kuangusha utawala wa Iran, lakini hili limeshindikana. Je, walikuwa na nia kutatua matatizo ya taifa letu? Je, kuna yeyote mwingine aliyetusababishia matatizo? Wamefunga njia zetu zote, wamezuia shughuli zetu na kuzuia kazi yetu, huku wakiwaambia baadhi ya watu ndani ya nchi kwamba wanataka tuiokoe nchi. Rais wa Marekani Donald Trump wakati wa maandamano alisema mpango wake ni kwenda kuisaidia Iran na wa Iran hasa wakati huu wa maandamano, huku akisema ikiwa serikali itaendelea kuua raia wasiokuwa na hatia wenye haki ya kufanya maandamano, basi yeye ataingiza jeshi lake. Lakini baadaye ni kiongozi huyo huyo wa Marekani aliyekuja kubadilisha mpango wa namna ya kwenda kupambana na viongozi wa Iran baada ya kuona kwamba maandamano yameshindwa nchini humo, baada ya wananchi kuamua kwa kitu kimoja. Ni kiongozi huyo huyo aliyekuja na mpango wa kuishambulia Iran kutokana na suala la nyuklia, lakini kama Iran isingejiandaa kwa ajili ya mapambano na isingezungumzia uhalisia wa namna ilivyojipanga kuishambulia Marekani pamoja na kambi zake, basi ni Marekani ambayo ingeanzisha mashambulizi mapema. Mnamo Januari 8 na 9, maandamano yaliyochochewa na malalamiko ya kiuchumi yaligeuka kuwa matukio ya ghasia na uharibifu. Makundi yenye silaha yaliingia katika maandamano hayo na kusababisha uharibifu wa maduka, majengo ya serikali na vituo vya umma, na pia hasara kati ya raia na vikosi vya usalama. Mamlaka za Iran zilithibitisha kwamba mashirika ya kijasusi ya Marekani na Israel yalihusika moja kwa moja kutoa ufadhili, mafunzo na usaidizi wa vyombo vya habari kwa wahusika. Kwa mujibu wa taarifa ya mwezi uliopita, wakfu wa mashahidi wa masuala ya wastaafu wa Iran, jumla ya watu 3117 walipoteza maisha wakati wa ghasia hizo, wakiwemo raia 2427 wasiokuwa na hatia na maafisa wa usalama, Rais Pezeshkian alisema. Rais huyo anasema Trump, Netanyahu na Ulaya walitaka kuchochea mgawanyiko ndani ya Iran. Anasema kwamba isingekuwa ni namna ambavyo serikali imejipanga, ni wazi wakati huu Iran ingegawanyika vipande vipande. Rais huyo wa Iran anasema wakati wa ghasia za hivi majuzi zilizoungwa mkono na Rais Donald Trump na Netanyahu, waziri mkuu wa Israel, na waigizaji wa Uropa, wote walitaka kuchochea machafuko na kuleta mgawanyiko mkubwa nchini Iran. Mtazamaji wa The World News, hayo ndio tuliokuwa nayo wakati huu, na bila shaka nawe pia una nafasi ya kulike, una nafasi ya kucomment, kadhalika kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana kupitia hapa The World News. Mimi ni Adam Hussein. Endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia ili upate habari hizi kupitia The World News.